Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Waziri Hussein Mhina. Changamoto moja nao leo, wakati natoka nyumbani kichwa kilikuwa kinaniuma sana na tumbo ilikuwa inaniuma upande wa kulia. Mara ya mwisho kupima damu ilikuwa ni 7.8. Kwa tangu siku hiyo mpaka leo bila kutumia dawa kichwa kinaniuma sana, lakini baada ya leo kufika hapa na kupata maombi kichwa kimeacha kuuma na dawa sijakunywa, lakini pia tumbo ambalo nilikuwa nasikia nauma upande wa kulia limeacha kuuma, lakini pia mwili na usikia umekuwa mwepesi sana. Tupe habari ya ugonjwa wako. Nilikuwa nasoma chuo cha Kampala na ninasoma daktari. Nimefika mwaka wa 3 nilianza kuhisi kupungua uzito. Tumbo lilikuwa linanisumbua sana. Kila ninachokula ilikuwa naarisha, lakini sikuanza kunoti kwamba ilikuwa na changamoto yote. Lakini kadri siku nazidi kwenda, nilipokuwa field Mirembe mwaka wa 3 Dodoma katika somo la sakati, nikawa nahisi mabadiliko zaidi. Nikaanza kuripoti nyumbani. Sikuwa na msaada wote zaidi, nilikuwa napambana tu kwa sababu familia inatoka kidogo, kwa uwezo kwa ni mdogo, nilikuwa napambana. Ila kufika mwaka wa 5 hali ilikuwa mbaya zaidi. Ikabidi niache masomo, nikaomba msaada. Mwaka wa 5. Mwaka wa 5. Nilikuwa mbakisha masomo mawili, gynecology na pediatrics, kwa ajili ya kumaliza chuo. Baada ya kupata msaada, nikaenda Aga Khan, nikafanya kipimo, nikaambiwa nina ulcerative colitis, utumbo kidogo na changamoto. Baada hapo yule ambaye kwa akinisaidia, mambo alikuwa mengi, gharama zilikuwa ni nyingi, akaniacha njiani. Kwa hiyo ikabidi chuo pia nisimame. Nikawa nipo tu nyumbani. Baada ya muda mrefu kupita, ikabidi nikaomba ushauri kwa marafiki mbalimbali. Wakaniambia ikiwezekana inabidi utafute barua referral kutokea nyumbani Tanga. Nikatafuta barua referral, nikaipata, nikaanza kliniki Muhimbili ya gastro. Baada ya kliniki kuendelea, kwa sababu ugonjwa umeshaka muda mrefu, mara mwisho nikafanya kipimo cha endoscopy na colonoscopy, wakachukua na biopsy, wakaniambia kwamba ni confirmed na colorectal cancer. Utumbo mkubwa sehemu ya mwisho ile na utumbo sehemu ya utumbo mkubwa umeharibika sana. Kwa baada hapo nikaendelea na matibabu, kuna dawa naendelea kutumia kwa msaada wa watu mpaka sasa hivi. Ndio. Changamoto ambazo unakutana nazo ni zipi? Changamoto kubwa ambazo napata nazo ni huwa hali ikiwa mbaya zaidi, huwa natapika damu na harisha damu. Kila ninachokula baada ya dakika 5 naenda chooni na kiharisha au nakitapika. Muda mwingine damu inapungua nafika mpaka 6. Mara mwisho kupungua zaidi ilikuwa ni 6.5. Kila kwa sasa hivi nashukuru Mungu naendelea vizuri. Baada ya maombi najisikia mwili umekuwa mwepesi zaidi, hata kichwa pia kuuma. Nilikuwa nafikiria ninywe dawa kabla ya kuingia, lakini nikaona niingie tu ndani kwanza. Ila sasa hivi kwa jinsi ninavyojisikia, sidhani kama nitakunywa dawa, maana kichwa najihisi kabisa kiko vizuri na tumbo pia upande wa kulia hauumi. Nashukuru Mungu. Amen. Bwana Waziri, Ndio. sisi wa Kristo kwenye kitabu cha Marko sura ya 16. Sawa? Ndio. Biblia inasema kwenye mstari wa 17 18. Sawa? Amen. Inasema na ishara hizi zitawafuatana na hao waamini, au zitambatana na hao waamini, zitawafuata hao waamini. Amen. Sawa? Amen. And these signs shall follow those who believe. Amen. Sawa? Kwa ishara zinakufuata. Sawa? Amen. Kwa hiyo inatakiwa na imani. Sawa? Amen. Kama kichwa hakiumi saizi, maumivu yote hauyasikii baada ya maombi, hiyo ni ishara. Sawa? Amen. Ya kwamba Mungu amekuponya. Sawa? Amen. Kunachotakiwa kufanya ni kushikilia hapo hapo. Kushikilia Hapo. Kushikilia Hapo. kwamba nimepona kila kitu. Sawa? Au maumivu unasikia upande wa kulia, saizi huyasikii tena. Sawa? Ndio. Unajua nilivyokushika mwanzoni tumbo lilikuwa gumu. Saizi angalau linabonyea. Nimeshika mwanzoni tumbo utadhani nimeshika ubao bana. Lakini Mungu mwema, si ndio? Amen. Amini kwamba Mungu ameniponya. Sawa? Amen. Unapotoka hapa, endelea kumshukuru Mungu. Sawa? Amen. Kwa vyovyote vile. Najua hujawahi kuingia kwenye mambo kama kwetu haya, si ndio? Ndio. Ndio mara yako ya kwanza. Ndio. Unaingia kwenye mambo ya kwetu. Ndio. Ila Mungu ni mwema sana. Hakuna mzazi ambaye anazaa mtoto hata kama mtoto hajui kuongea afu asijue sauti ya mtoto wake. Amen. Wanielewa? Ndio.
Ndio maana mzazi, mtoto akilia katikati ya watoto wengi atajua yule ni mtoto wangu, na akilia atajua hiki kilio cha njaa, hiki kilio kajisaidia, hiki kilio kaanguka. Tunaelewana? Kwa vyovyote vile utakavyoweza, unapotoka hapa mshukuru Mungu. Ukifika nyumbani jifungie ndani, mwambie Mungu nakushukuru kwa sababu naamini umeniponya na uponyaji wangu utakuwa kudumu. Mungu, mwambie Mungu asante sababu hii kansa imeondoka na haitanisumbua tena kwa jina la Yesu. Mwambie Mungu mkwamo ambao nimekuwa nao kwenye masomo yangu umeishia leo kwa jina la Yesu, na nitaendelea na shule yangu kwa jina la Yesu. Tuelewana bwana waziri? Wazo wajua tumekuwa fuka waziri kweli. Sawa? Mungu akubariki sana. Amen. Lakini usikubali sauti za adui zikasema kwenye masikio yako kwamba wewe bado ni mgonjwa. Hiyo nguvu iliyokondolea maumivu yote, sawa? Hiyo nguvu ambayo imekufanya mwili wako umepesi. Nadhani kwa nini mwili umekuwa mwepesi? Manake kuna kitu kwa kimekaa kwako kikasababisha yote kilosababisha kimeondoka, ndio maana mwili unasikia mwepesi. Hiyo nguvu ambayo imefanya mwili wako mwepesi, hiyo nguvu ambayo imeondoa maumivu sahihi uko kawaida, hiyo nguvu ndio uamini imekuponya. Amen. Amen. Na usimwache Yesu. Hapo ni pagumu. Sio pagumu. Usimwache Yesu. Sawa? Ndio. Ulipofika wewe, ulifika kwenye point of no return. Sawa? Ndio. Ya kufa na kupona. Sio ya kupona, ya kufa. Si ndio? Ndio. Lakini Mungu mwema. Usimwache Yesu. Amen. Ukikaa na Yesu, usipo compromise, Mungu atakupa maisha marefu sana. Amen. Na utakuwa ni ushuhuda unaotembea.